Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ثم أما بعد أيها الأحبة, hakika tunatakiwa kuendelea kumshukuru Allah Azza wa Jalla kwa kutuneemesha kwa neema mbalimbali, lakini miongoni mwa hizo ni neema ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Zaidi ya hapo ni neema ya kudiriki 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla tujalie miongoni mwa wale ambao wataupata usiku wa cheo wakiwa kwenye ibada, na Allah azikubali ibada zetu zote. Ndugu zangu katika iman, kwenye haya masiku machache yaliyosalia mpaka mwisho wa Ramadhan, kwa kutumia fursa hii, nyoyo ziko karibu mno na Qur'an, watu wapo karibu mno na ibada na taa, na Allah tupe thabati tuendelee na hali hiyo hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi nanyi ndani ya muda huu baada dhuhuri tutakuwa na kalima fupi fupi zinazobebwa na anwani ya pamoja inayosema mawaidhul Qur'an, mawaidha ya Qur'an. Mawaidha ya Qur'ani itakuwa kila siku tunachukua aya moja ndani ya Qur'an, na aya hiyo itakuwa ndiyo anwani yetu ya siku hiyo. Hatutakuwa na mtiririko wa aya zilizopo kwenye sura fulani au juzuu fulani, bali inawezekana leo tukachagua aya iliyopo kwenye sura hii, kesho tukaja na aya iliyopo kwenye sura tofauti, lakini zote hizi zinabebwa na anwani hii, mawaidhul Qur'an, mawaidha ya Qur'an. La shaka kitabu cha Allah Azza wa Jalla kimebeba mawaidha mengi sana kwa Muislam na kwa mwanadamu. Maelekezo ya Allah Azza wa Jalla, fanya hiki usifanye hiki, fanya hivi usifanye vile. Lengo ni kumweka mwanadamu katika mstari wa sawa na kufuata mafundisho ya sheria kwa kadri ya vile atakavyojaliwa. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an kwa maana zote. Ni mwezi wa Qur'an kwa kuwa Qur'ani imeteremshwa ndani ya Ramadhan. Ni mwezi wa Qur'ani kwa sababu hata Jibril alayhi salam alikuwa anakuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam kumdarisisha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo tukaendelea au tukaona tuendelee kubaki ndani ya Qur'an hata kama haitakuwa katika mtiririko wa tafsiri, lakini angalau tunyofoe katika yale mawaidha yaliyopo ndani ya Qur'an. Aya yetu ya leo ambayo itabeba kikao chetu ni aya ya 98 iliyopo katika suratul Nahl. Wa hiya qaulullahi ta'ala, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Al-aya. Maana kwa mukhtasari ya aya hii, fa idha qara'ta al-Qur'ana ay fa idha aradta qira'ata al-Qur'an, unapotaka kuanza kusoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, jikinge kwa Allah kutokana na shaitan aliyekuwa mbali na rehema za Allah. Haya ni maelekezo ya Allah Azza wa Jalla ndani ya Qur'an, akitueleza miongoni mwa sehemu ambayo Muislamu unatakiwa umuombe Allah akukinge na shari za shaitan ni pale unapotaka kusoma Qur'an.
Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala anasimulia maneno aliyowahi kuambiwa na mwalimu wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ta'ala, na haya maneno utayapata kwenye kitabu cha Ibn al-Qayyim Asrarus Salah. Anasema rahimahullahu ta'ala, qala li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allahu ruhahu wa nawwara dhariha, aliwahi siku moja kuniambia Sheikh wangu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, idha hasha alayka kalbul ghanami fala tashtaghil bimuharabatihi wa mudafa'atihi wa alayka birra'i fastaghith bihi fahuwa yasrifu 'anka al-kalba wa yakfikahu fa idha ista'adha al-insanu billahi min ash-shaytanir rajim ab'adahu 'anhu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema Sheikh wangu aliwahi kuniambia haya maneno, idha hasha alayka kalbul ghanam, kama kuna mbwa anachunga labda mbuzi, kondoo, akataka kukuvamia wewe, huyo mbwa kazi yake ni kuchunga, lakini kakuona unapita akasahau kazi yake, anataka kukushambulia wewe, fala tashtaghil bimuharabatihi wa mudafa'atihi, usishughulishwe na kumfukuza yule mbwa, kujikinga naye, usifanye hivyo. Unachotakiwa kufanya, wa alayka birra'i fastaghith bih, wewe mstue yule mchungaji mwenye mbwa wake, taka msaada kutoka kwake kwamba ibana mbwa wako anakuja huyu, fahuwa yasrifu anka alkalba wa yakfikahu, yeye ndiye ambaye atamzuia yule mbwa asikufikie, na yeye atakutosheleza wala wewe usipate tabu. Mbwa kazi yake kuchunga, amekuona anakufuata wewe, usishughulike na huyo mbwa, atakutoa kwenye malengo. Mtafute mwenye mbwa amzuie mbwa wake. Qala fa idha ista'adha al-insanu billahi min ash-shaytanir rajim, mbwa hapa ni mfano wa shetani. Kwa hiyo ikitokea shetani anakusumbua wewe, tafuta kinga kwa Allah azza wa jalla. Ukifanya hivyo, ab'adahu anka, Allah atamweka mbali shetani na wewe. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim. Kwa nini Allah azza wa jalla anatuelekeza tunapotaka kuanza kusoma Qur'an tumuombe Allah azza wa jalla atulinde na shari za shetani? Shetani siku zote hajawahi kumtakia kheri mwanadamu, hata kama atamjia kwa lugha inayoonyesha anamtakia kheri na anamtakia mema, lakini kilichopo ndani ya moyo wake siku zote ni kumtakia balaa, ni kumtakia shari mwanadamu. Ibilisi huyu na mashetani katika vizazi vyake. Ibilisi baba yetu Adam alipoingizwa peponi akiwa na mama yetu Hawa, aliwafuata baada ya kuwa Allah azza wa jalla amewapa maagizo, kuleni matunda haya, kuleni haya, msikaribie tu mti huu, wala taqraba hadhihi shajara, msiukurubie mti huu. Aliyekwenda kuwashawishi mpaka wakaukurubia ule mti ni nani? Shetani mkubwa ambaye ni Iblis. Sasa lugha aliyoitumia Iblis ilikuwa ni lugha ya kuvutia, lugha nzuri. Akawaambia, hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulki la yabla, Adam, unaonaje nikakujuza juu ya mti ambao mti huo ukila matunda yake utakaa katika huu ufalme milele. Huu mti unaitwa shajarat alkhuldi, yani ukila tu kwenye matunda ya mti huu wewe hutoki tena kwenye hizi starehe. Mti gani? Mti ule Adam kuangalia ndo ule mti aliokatazwa kula. Akasita kidogo, kama nimekatazwa kula kwenye ule mti, na huyu amenifuata na ananiambia ukila kwenye matunda ya mti huu utakaa kwenye huu ufalme na hizi raha milele, lakini pale nimekatazwa. Kama vile Ibilisi akamwambia, sawa, lakini mimi mwenyeji huku, ulinikuta wewe wajuzi tu. Waqasamahuma inni lakuma la minan nasihin, akawapia kwamba hakika nakupeni nasaha na kutakieni kheri, amweni. Kama mnataka kukaa milele kuleni, kama mnataka kutoka basi acheni, kazi kwenu. Na binadamu hapendi starehe zake zimkatikie bana. Aliyepata anataka adumu kwenye kupata, aliyeneemeka anataka adumu kwenye neema. Kwa hiyo Adamu akachekecha ile kibinadamu, kaona inawezekana huyu wa zamani kweli huyu.
kula pale, kilichotokea tunakijua. Kwa hiyo shetani alitumia lugha nzuri kumshawishi baba yetu Adam, kana vile anamtakia kheri, na Adam akafanya, akaingia kwenye kumkosea Allah azza wa jalla, ikatokea kuteremshwa kuja hapa ardhini. Kwa hiyo shetani hajawahi kuwa kheri na mwanadamu, hajawahi kuwa anamtakia kheri mwanadamu. Ndio maana Allah azza wa jalla akatutaka takriban kwenye kila kheri tunayotaka kuifanya tumuombe atukinge na shari za shetani. Miongoni mwa hizo kheri, inda iradati qiraati alquran, ni pale tunapotaka kuisoma Qur'an, kwa sababu ukiacha kumuomba Allah kukinge na shari za shetani, yamkini umeshika tu msahafu, ulikuwa umechangamka kabla ya kufungua msahafu, lakini umefungua msahafu usingizi umekujaa, hujiwezi. Umefungua msahafu ndio inakuja miayo ambayo hujui hata imetokea wapi. Jamani, haitokei hii. Umeingia msikitini umechangamka, leo unaingia saa 10 mpaka adhani itanikuta hapa magharibi, ili umeshika tu tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yani 3 zinafuatana hivi, haijawahi tokea. Inawezekana shetani. Au umeingia msikitini umefungua msahafu, inatokea dharura inakutoa kwenye lengo lako, yamkini shetani anataka kukutoa katika mstari wa sawa. Ndio maana miongoni mwa hali ambazo tunatakiwa tumuombe Allah azza wa jalla atulinde nazo ni kuhudhuriwa na shetani katika mambo yetu. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Sema, ewe Allah, a'udhu bika, najilinda kwako, min hamazati shayatin, kutokana na wasiwasi wa shetani, wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun, na Allah najilinda kwako shetani asinijie, asihudhurie kwenye mambo yangu. Na shetani anajitahidi kila unachokifanya na yeye awepo, kila unachokifanya. Ukienda shetani anataka ingie na wewe chooni. Jiulize, shetani anataka nini chooni na wewe? Si tunapoingia chooni tunamwomba Allah atulinde, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi. Kama anakufuata mpaka chooni, kuna sehemu atakuacha. Unapokula yupo shetani, ndio maana unamuomba Allah akulinde na shetani. Unapotoka mitaani huku anakufuata. Unapotaka kulala anataka alale na wewe, na hata unapokuwa faragha na mke wako, na yeye anataka awepo watatu wenu. Tumefundishwa dua, bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Hii dua haina maana jamani. Ina maana, katika maana yake ni kuonyesha kwamba miongoni mwa sehemu ambazo shetani na yeye anataka atie mguu ni kwenye ndoa yako, na usipoomba dua inawezekana akashiriki na wewe. Nasallallahu salama. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Unapotaka kusoma Qur'an, muombe Allah azza wa jalla akulinde na shari za sheitan maluuni aliyelaaniwa. Hii ni sehemu moja kati ya sehemu nyingi ambazo tumeelekezwa shar'an tumuombe Allah tulinde na shari za sheitan. Sehemu yetu kubwa itakuwa ni hii, lakini labda tugusie sehemu nyingine 2-3 ambapo kuna maelekezo ya sheria tumuombe Allah tulinde na shari za sheitan. Miongoni mwa maeneo yaliyothibiti na kuelekezwa tumuombe Allah tulinde na shari za sheitan ni pale sheitan anapotushawishi tukiwa ndani ya sala. Imekuja kwenye hadithi ya Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala, huyu bwana alikwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya Rasulullah, inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Shaitan ameweka kizuizi baina yangu, sala yangu na kisomo changu. Ananisumbua, ananishawishi nikiwa ndani ya sala, yalbisuha alayya au yulabbisuha alayya, ananichanganyia sala yangu kama vile nakosa khushu, nakosa kumbukumbu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bwana mtume akamwambia, dhaka shaytanun yuqalu lahu Khinzab. Huyo ni shetani baba, anaitwa Khinzab. Huyo ambaye ukiingia kwenye swala anakutoa.
Ukijaribu kuwa na khushu'u anakuletea wasiwasi, ili mradi tu inafika wakati hujui umeswali 4 au umeswali 3, unabaki kwenye wasiwasi. Huyo ni sheitan na jina lake ni khinzabun. Fa idha ahsasta, unapomuhisi kwamba sasa nataka kutolewa kwenye swala yangu, umepiga takbira Allahu akbar, ndo unakumbuka iftari ulioagizwa na mkeo. Ala, kumbe alisema tambi ala, alikuwa anataka maharage. Na kuna wengine wanakwambia mimi nikisahau jambo ili nikumbuke naingia ndani ya swala, anaona kama vile uchamungu fulani hivi. Na mwingine zaidi ya hapa, kwa mimi nikisahau, nikienda tu chooni lazima nitakumbuka. Wapo wanaokumbukia chooni, hata watu ambao wanawadai anawakumbuka chooni. Na mwingine kumbukumbu zake ndani ya swala. Kwa hiyo mtu anaweza akahisi kwamba mimi mcha Mungu bana, mimi wali wa Allah, ninapoingia kwenye swala Allah ananikumbusha kila kitu. Inawezekana unakumbushwa kila kitu alafu unasahau swala yote. Shetani huyo. Fa idha ahsasta, utakapomhisi, fata'awadh billahi minhu, muombe Allah akukinge naye. Angalau usema a'udhu billahi min khinzab au a'udhu billahi minash shaitani rajim. Zaidi ya hapo, watful ala yasarika 3, tema mate kushotoni kwako mara 3. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Unafanya hivyo, utageuka kidogo, na wanasema kugeuka huku shingo tu hakuna shida, kwa sababu mtume kaelekeza tufanye hivyo. Kwa hiyo shetani anapokushawishi ndani ya swala, ta'awadh billahi minhu, muombe Allah akukinge naye. Yupo mpaka kwenye swala yako, alafu tema mate, sio yale mate kabisa. Atafnu ni kama vile unapuliza hewa inayotoka na mate kwa mbali. Anasema Uthman ibn Abi al-As, fa fa'altu dhalika, kweli nikafanya hivyo, fa adhhabahu Allahu anni, Allah kamuondosha huyo shetani. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, idha nudiya lis-salati, inapoadhiniwa Allahu akbar, adbara ash-shaytan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Shetani anageuka, anakimbia, anakwenda mbali na msikiti, huku anatoka na upepo ili asisikie tu adhana, anajamba. Sasa fikiria sauti ya adhana na ushuzi wa shetani, kiasi ya kwamba anajamba mpaka haisikii adhana. Sisi hatusikii hicho kijambo chake, lakini mtume anasema hivyo, anajamba ili asisikie adhana. Inamkera ile ashhadu an la ilaha illa Allah, inamkera Allahu akbar. Fa idha qudiya an-nida'u aqbal, adhana inapomalizika anarudi. Hata idha thuwiba bis-salati adbar, inapokimiwa anakimbia tena. Hata idha qudiya at-tathwibu aqbal, iqama inapoisha anarudi. Anakuja wapi? Kuja kukushawishi. Hata yakhtira baina al-mar'i wa nafsi, anaihatarisha swala ya mtu, anamtia kwenye wasiwasi mtu na swala yake. Yakul, shetani anamwambia yule anayeswali, udhkur kadha, kumbuka kitu fulani, kumbuka kitu fulani. Ndio maana unakumbuka sana unapokuwa ndani ya sala. Anayekukumbusha nani? Shetani ndo anakutoa, kumbuka hiki, na kweli unakumbuka vizuri. Mara nyingine wafanya biashara linawatokea hili, umepiga hisabu zako, unakuja labda dhuhuri, unataka kumkabidhi ofisi mtu, unaona kuna hela inapungua, alafu kumbukumbu inagoma, hujaandika. Umeingia tu kwenye swala rakaa ya pili, ala, kumbe ndo fulani alikuja kuchukua bidhaa, unakuwa unayo. Haya, kuna taarifa hapa T501 DTQ, hii gari inaonekana imembloki mtu fulani anataka kutoka. Mwenye gari namba hii T511 DTQ, mwenye gari hiyo sawa iwe yake au aendesha tu kwa leo. Sasa kama umekuja na gari na hujui namba, kaiangalie. Lakini kama mwenye gari yake atakuwa anajua, akatoe huo msaada. Barakallahu fikum. Shetani anakuambia udhkur kadha, kumbuka hiki, lima lam yakun yadhkur, kwa vitu ambavyo alikuwa kabla hakumbuki. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla, mpaka inafika wakati akili ndio inarudi kwenye swala, hujui umeswali rakaa ngapi. Mara nyingine wallahi tuwaokolewa na huko kuidiriki takbiratul ihram, mara nyingine ndio tunaokolewa hapo, kwa sababu mmediriki takbiratul ihram, basi mtatoa salamu na imamu. Lakini jamani, haitokei kuna wakati imam kakaa tahiyatu,
Wewe unafikiri tahiyatu ya kwanza, kumbe ya mwisho. Unashangaa asalamu alaykum wa rahmatullah, unasema ningekuwa mimi ningesimama. Alafu unaona watu wote hakuna aliyesema subhanallah. Wewe kwenye hesabu yako ngapi? 2. Lakini imamu anatoa salamu kwenye swala ya dhuhuri. Sasa 2 kweli au 4? Mbona watu wote wamenyamaza? Wewe ndio ulikuwa una matatizo. Ulikuwa uko kwenye 2, imamu ashafika kwenye raka ya 4. Hii ni miongoni mwa sehemu ambazo tumeamrishwa tumuombe Allah atulinde na shari za shetani. Aidan inda al-ghadab. Sehemu nyingine ni pale unapokasirika. Kwenye hadithi ya Suleiman ibn Surad kama alivyopokea Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, anasema istabba rajulani inda an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nahnu indahu julus. Kuna watu wawili walitukanana mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam, tukiwa tumekaa na Mtume. Ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu, mmoja anamtukana mwenzake amekasirika mpaka uso umekuwa mwekundu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bwana Mtume akasema, inni la a'lamu kalima law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Mimi kuna maneno nayajua, lau atayasema huyu aliyekasirika, hizi hasira zitamuondokea. Mikasirika, matusi yanamtoka, ghadhabu inimpanda, mori umekuja juu. Lau qal, bwana Mtume akasema, lau angesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, hasira zake zingemuishia, ule mungu ungekatika. Faqalu lirajul, masahaba akamwambia yule bwana, ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hujasikia maneno aliyosema? Kama vile wanamkumbusha, sema basi a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yule bwana akasema, ana lastu bi majnun, mimi sio mwenda wazimu, anikatie hasira zangu, wacha nimalize hasira, nimtusi mpaka nishibe, mwisho nitasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa hiyo Muislamu, ukitaka kuzuia hasira zako pale zinapopanda, ista'id billahi minash shaitani rajim. Sehemu nyingine ambayo ni sharia kumuomba Allah tulinde na shari za shaitan, indama yara al-insanu ru'ya yakrahuha, pale mtu atakapoota ndoto ambayo si ndoto nzuri, ndoto ya kutisha, ndoto mbaya. Unaweza ukaota mpaka unaamka kijasho kinakutoka. Unaweza ukaota unaamka yani moyo unakwenda mbio hivi, umeota vitu vya ajabu ajabu. Ndoto za namna hiyo Mtume alayhi salatu wasallam katupa maelekezo. Imekuja kwenye hadithi ya Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, niliwahi kumsikia Mtume alayhi salatu wasalam anasema, ar-ru'ya min Allah, ndoto nzuri inatoka kwa Allah, wal hilmu min ash-shaytan, ndoto mbaya inatoka kwa shaytan, au ndoto mnyevu inatoka kwa shaytan. Fa idha raa ahadukum shay'an yakrahuhu, mmoja wenu atakapoota usingizini jambo ambalo si jambo zuri. Umeota alafu ukastuka, ndoto yako haikuwa nzuri. Falyanfuth an yasarihi 3 walyata'awadh billahi min sharriha, afanye mambo mawili. Jambo la kwanza, falyanfuth an yasarihi 3, ateme mate kushotoni kwake mara 3, kwa maana ile ya kupuliza mara 3. Walyata'awadh billahi min sharriha, na muombe Allah amlinde na shari za hiyo ndoto. Jambo la pili hili, fa innaha lan tadhurra, hiyo ndoto haitamdhuru. Katika riwaya nyingine, walyata'awadh billahi min sharri ash-shaytani wa sharriha, amuombe Allah amlinde na shari za shaytan na shari za hiyo ndoto. Fa innaha lan tadhurra, hiyo ndoto haitamdhuru. Tumepata mambo mangapi mpaka sasa? 3. Unapoota ndoto mbaya ukastuka, kwanza tema mate kushotoni kwako mara 3. Jambo la pili, muombe Allah akulinde na shari za shaytan, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Jambo la 3, muombe Allah akulinde na shari za ndoto hiyo. Umeota unauawa kwa bastola, unapigwa mapanga, unamezwa na simba, muombe Allah akulinde na shari za hiyo ndoto. Jambo la 3. Jambo la 4, imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kuwa Mtume amesema, idha raa ahadukum ar-ru'ya yakrahuha, mmoja wenu atakapoota ndoto mbaya,
falyabsuq an yasarihi, atenemate kushotoni kwake, walyata'awadh billahi minash shaitan, amwombe Allah amkingi na shari za shaitan, walyatahawwal, hapa ndo kuna kuja jambo la ziada, walyatahawwal au wayatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi, na abadilishe ubavu aliokuwa amelalia. Kama ulikuwa umelalia ubavu wa kushoto, lalia ubavu wa kulia. Kama ulikuwa wa kulia, geuza ubavu ulalie wa kushoto. Mambo manne haya: temamate kushotoni kwako, kumwomba Allah akulinde na shari za sheitan, umuombe Allah akulinde na shari za hiyo ndoto, lakini pia ubadilishe ubavu. Aidan, kwa haraka miongoni mwa maeneo ambayo tumefundishwa tumuombe Allah atulinde na shari za sheitan, inda samai nahiqil himar, pale tunaposikia kelele za punda analia, wa nubahil kilab, na pale tunaposikia mibweko ya mbwa akiwa anabweka, pia muombe Allah akulinde na shari za sheitan. Ukisikia sauti ya punda sijui analiaje, au ukisikia mbwa anabweka, ta'awadh billahi minash shaitanir rajim. Kwa hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume aliwahi kusema, idha sami'tum siyaha diyaka, mtakaposikia sauti za jogoo kokoiko, fasalullaha min fadli, muombeni Allah katika fadhila zake. Ukisikia jogoo anawika, angalau sema Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kwa nini? Fa innaha ra'at malaka, kwa sababu wakati huo anakuwa anemuona malaika. Jogoo akiwika anemuona malaika. Na majogoo mashallah, Allah kama vile ameapa ilham kwa wale ambao hawana hizi alam vijijini, mara nyingi wanamtumia jogoo kama alam. Kuna wakati jogoo akiwika, piga au agaragaza, alfajiri inaingia, sijui ndio anakuwa ameona wale malaika wanaokuja kwenye zamu, Allahu alam. Lakini mtume anasema ameona malaika. Jogoo akiwika ujue kaona malaika. Na majogoo kuwika mchana sio sana, japo wanawika lakini sana sana majogoo yanawikaga mida yao maalum. Kwa hiyo ukimsikia jogoo anawika, muombe Allah katika fadhila zake, hapo anakuwa amemuona malaika. Wa idha sami'tum nahiqa alhimari, na mnaposikia zile sauti za punda analia, fata'awadhu billahi minash shaitan, muombeni Allah awakinge na shaitan, fa innahu ra'a shaitanan, hapo huyo punda anakuwa amemuona shetani. Sehemu nyingine ambayo tunatakiwa tumuombe Allah atulinde na shaitan, inda nuzuli manzilin, unapokwenda sehemu yoyote, umesafiri umekwenda mji fulani, ukishuka tu katika ule mji kuna hayo maelekezo. Anasimulia Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, niliwahi kumsikia mtume alayhi salatu wasallam anasema, man nazala manzilan, atakayeshuka mashukio yoyote, thumma qala, kisha akasema, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najilinda kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba. Na wanasema katika vilivyoumbwa ni pamoja na shetani. Na shetani kwa sababu anakufuatilia fil hali wa tirhal, ukiwa mjini, ukiwa safarini pia. Kwa hiyo ukisema haya maneno, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik, hata dhuriwa na chochote mpaka aondoke hapo. Yani ukiwa hapo utakuwa kwenye ulinzi wa Allah. Allah atakulinda na shari ya kila kiumbe, ikiwa ni pamoja na shari ya shetani. Aidan, miongoni mwa sehemu ambazo tunatakiwa tumuombe Allah atulinde na shari za shetani ni pale unapoumwa. Ukipata maumivu sehemu yoyote katika mwili wako, katika vitu ambavyo wanamuomba Allah akulinde ni pamoja na shari za shetani. Anasimulia Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alipeleka mashtaka kwa mtume alayhi salatu wasallam kuwa anaumwa. Mtume akamwambia, dha yadaka ala alladhi yu'limu min jasadik, weka mkono wako ile sehemu ambayo ina maumivu.
Waqul, kisha sema bismillahi thalathan, mara 3. Nikitamani kila anayeumwa sasa hivi afanye hivi. Kama kichwa kinakuuma, kama kiuno kinakuuma, kama tumbo linakuuma. Haya si maneno ya Mtume jamani. Na huu ndo uganga wa sawa huu. Na hii ndio tiba ya sawa. Msisubiri kutapeliwa mafuta sio ya upako, maji ya upako, ndizi ya alamtara, alam nashrah 39. Haya ndio aliyothibiti kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo kariri, usipofanya hapa fanya hata baadaye. Dha yadaka ala alladhi ya'limu min jasadik, weka mkono wako ile sehemu yenye maumivu, kisha sema bismillah mara 3. Bismillah, bismillah, bismillah. Waqul 7 marat, alafu sema mara 7 maneno haya, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Unarudia haya maneno mara 7. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Na miongoni mwa shari ya vile tunavyovipata ni pamoja na shari ya shetani. Kwa hiyo shetani naye anaingia kwenye dua hii, umemwomba Allah kukingi na shari zake. Nimalizie sehemu ya mwisho kati ya sehemu nyingi. Sijataja chooni kwa sababu tunajua. Ni vyema pia Muislamu akawakinga watoto wake kwa Allah Azza wa Jalla kutokana na shari za shetani, kama alivyokuwa anafanya Mtume alayhi salatu wasalam kwa wajukuu zake Al-Hasan wal-Husayn. Anasimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husayn yaqul, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anawakinga wajukuu wake Hasan na Husayn, alikuwa anasema inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaq, baba yenu Ibrahim alikuwa anayasema haya maneno kuwakinga wanawe Ismail na Ishaq. Maneno gani? A'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Takriban kila kitu unachofanya unakuta unaambiwa muombe Allah kukingi na shetani. A'udhu bikalimati llahi tamma, najilinda kwa maneno ya Allah aliyotimia, min kulli shaytanin wa hamma, kutokana na shetani na kila chenye madhara, mdudu, mnyama, wa min kulli ainin lamma, najilinda kwa Allah na kila jicho baya. Bali katika dua za asubuhi na jioni hakuna dua ya kumwomba Allah atulinde na shari za shetani? Zipo tena chungu zima, zipo chungu nzima. Hebu nitajieni moja katika adhkaru sabah wal masa. Nitajieni hata dua moja ambayo ndani yake unamwomba Allah Azza wa Jalla akulinde na shari za shetani. Nitajieni moja tu jamani. Naam. Mumtaz. Hiyo ndio alikuwa nayo hapa akilini. Kumbe ilikuwepo kwa mzee wetu pia alikuwa nayo hiyo. Irudie tena waisikie wasije wakasema ya kwangu. Wanaijua. Mmesikia jamani? Wamesikia mwalimu? Kasemaje? Arudie Bismillah. Alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Ukisema hii mara 3 asubuhi, mara 3 jioni, hutadhuriwa na chochote ikiwa ni pamoja na huyo shetani. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kwa kuyaona haya maeneo ndio naona kiasi gani shetani anamfuatilia Muislamu, anamfuatilia mwanadamu ili mradi tu amharibie. Kwa hiyo hata unapotaka kusoma Qur'an unaingia kwenye khairi. Fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, muombe Allah Azza wa Jalla akulinde na shari za shetani. Haya yote yanaonyesha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, uadui wa shetani kwa binadamu. Haya tuliyoyasema yanaonyesha mambo kadhaa. Jambo la kwanza, uadui mkubwa wa shetani kwa mwanadamu.
Na huu uadui ni uadui wa asili kama tulivyoona tangu baba yetu Adam. Allah alimwambia Adam akiwa na mkewe Hawa, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Hadha nani huyo? Shaytan. Inna hadha, hakika huyu, hajatajwa kwa sababu hana nafasi hiyo, sio muhimu hapa, ndio maana ismu ishara ikamtosha hadha. Inna hadha, hakika huyu bilisi mkubwa, aduwwun lak wa li zawjik, ni adui kwako wewe na kwa mkeo. Fala yukhrijannakuma min aljanna. Kumbe Adam aliambiwa haya kabla ya kuja kushawishiwa, kama tulivyoambiwa sisi. Nani hajui kwamba shetani ni adui yetu? Nani hajui? Sote tunajua jamani. Lakini ikitokea umeteleza, watu wamekubaranisha, imekuwaje shekhe, umefumaniwa? Juzi wewe ulitoa khutba uharamu wa zina, imekuwaje? Shetani tu jamani. Na sisi tumeambiwa shetani ni adui yetu, kwa hiyo tuwe na tahadhari. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljanna. Pambana Adam asije akawatoa peponi huyu, fatashqa, mtakwenda kutabika huko mbeleni. Lakini qadaran ikatokea kweli, akawashawishi wakatolewa. Kwa hiyo kama shetani ni adui wa baba yetu Adam, au alikuwa adui, manake uadui wake unaendelea kwenye kizazi kizima. Na wenyewe Arabu kuna maneno wanayosema, aduu jaddika la yawadduka, adui wa babu yako hawezi kukupenda. Na shetani alichukua ahadi mbele ya Allah, la ahtanikanna dhurriyatahu, mtangamiza, mtakipotosha kizazi chote cha Adam. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kwa hiyo kachukua ahadi hiyo. Uadui wake ulianzia wakati huo na unaendelea mpaka mwisho wa dunia. Na uadui wa sheitan kwa Banu Adam, sababu yake kubwa ni dini. Na uadui jamani kwenye dini ndio uadui mkubwa. Bora mchukiane kwenye biashara, mvurugane kwenye biashara, lakini kama mtu anataka kukuharibia dini yako, huyu mzingatie kuwa ni adui mkubwa kuliko yule ambaye anataka kukuharibia biashara yako. Anayetaka kuharibu biashara ni adui wa uchumi wako. Anayetaka kuharibu dini yako ni adui wa pepo yako. Sasa anayekufilisi biashara na anayekufilisi pepo, nani adui wa kweli? Huyu wa pili. Kwa hiyo adui wetu na shetani anataka kututoa kwenye dini yetu. Illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin, yeye ni katika makafiri. Kwa hiyo anapambana awavute watu kuwaingiza kwenye kundi lake. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Kwa hiyo wale ambao tayari ni ashabu sa'ir al-kufar, nafikiri shetani anapata tabu sana huko. Tayari hao ni ashabu sa'ir, anao hao wateja wake permanent. Sasa anaopambana nao ni wale ahlu tauhid almutamassikin bid-din as-sahih wal manhaj al-qawim, watu wa tauhidi walioshikamana na Uislamu wa sawa sawa. Tulitambue hilo. Lakini zaidi ya hapo, adui huyu jamani ni hatari, haijawahi kutokea. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, yeye na kizazi chake wanatuona katika namna ambayo sisi hatuwaoni. Na shetani wa namna hii unapambana naye kwa silaha gani zaidi ya dua, zaidi ya adhkar, zaidi ya kuomba kinga kwa Allah azza wa jalla? Humuoni maskini. Ndio maana baadhi wanasema, nyinyi mnatuambia tusipoomba dua tunakula na shetani. Mbona mara nyingine siombi dua, kuna sambusa 6 na zote 6 nitakula mimi? Shetani hapati hata hii. Humuoni, lakini anakula na wewe. Siku moja Mtume alayhi salatu wasallam wamekaa hivi kiringi kwenye sinia, wanakula na baadhi ya masahaba. Akaja bwana mmoja na njia zake, fika pale akatafuta upenyo, akakaa anatia mkono, Mtume akamshika, anataka kula, Mtume akamkamata. Nini wewe unataka kutuingizia shetani hapa? Sema kwanza bismillah. Akasema bismillah, Mtume akamwachia. Akasema lau ingekula bila bismillah shetani ingekula nasi. Kumbe mnapokuwa kiringi lazima pia nyote mseme bismillah.
Mmoja akijisahau inawezekana shetani akapitia huko mkala naye. Tunamuona, hatumuoni. Yeye anatuona, hatuoni. Yeye anatuona. Kwa hiyo ni adui mkubwa mno huyu. Kinga madhubuti dhikrullah. Qala alayhi salatu wassalam, ash-shaytanu jathimun ala qalbi ibn adam. Shaytan amepiga magoti kwenye moyo wa binadamu, anao huu moyo. Fa idha dhakara Allah khanas. Mwanadamu anapomtaja Allah, shetani anarudi nyuma Wa idha ghafala waswas, anapoghafilika shetani anamtia katika wasiwasi. Na kila unapokuwa karibu na khairi na ucha Mungu, ndio unakuwa adui mkubwa wa shetani, na ndio anapambana zaidi kukutoa katika njia hiyo. Qala Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema Ibn al-Qayyim, ash-shaytanu, sikilize Ibn al-Qayyim, yani ukisoma maneno ya Ibn al-Qayyim ni maneno ambayo yana uzito mkubwa sana, na wanazuoni kila wanapokuwa karibu na zama za mtume ndio maneno yao yanapata uzito zaidi. Wanazungumza maneno kidogo lakini yenye maana nzito, na kila tunapokuwa mbali na zama za mtume maneno mengi, maana kidogo. Sasa hivi inawezekana hadithi nzima, hadithi moja tu, ittaqillaha haythu ma kunta, si mtume kaizungumza mara moja, ukatoa khutba nzima na watu watuelewi hiyo ittaqillaha haythu ma kunta, kama vile baraka ya maneno inapunguzwa. Nasallallahu salama. Kwa Ibn al-Qayyim alikuwa ni tabibul qulubi wal abdan. Huyu alikuwa daktari wa nyoyo na daktari wa viwiliwili, na ukisoma vitabu vyake mashaallah, kalamuhu yuktab bima'i dhahab. Ameathirika na mwalimu wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anasema ash-shaytanu ahrasu ma yakunu 'ala al-insani indama yahimu bil khair au yahumu bil khair. Shaytan anakuwa na hirsi na pupa na mwanadamu pale mwanadamu anapotaka kufanya khairi, fahuwa yashtaddu alayhi hina idhin liyaqta'ahu anhu. Shetani anakuwa mkali, anakuwa na moto kwa huyo mtu anayetaka kufanya khairi ili tu amtoe kwenye hiyo khairi. Ndivyo alivyo shetani. Kwa hiyo kila unapojitahidi kufanya khairi, ndio shetani anakuwa karibu zaidi na wewe. Unatakiwa ulitambue hilo ili umshinde. Kisha akamalizia Ibn al-Qayyim akasema, wa fi sahihi ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika sahihi mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, inna ifritan min al-jinni tafallata alayya al-bariha liyaqta alayya as-salata. Kuna kigego mmoja katika majini amenijia leo kwenye swala ili anikatie swala yangu. Kwa hiyo mpaka mtume kumbe hakusalimika na shari za mashaitani. Na siku moja alijiwa na shaitan akamshika matai alayhi salatu wasallam. Mtume akamshika shetani, akamkwida hapa, kambana shetani, akatoa ulimi mpaka ukamgusa mtume kwenye mkono. Akasema nikapata baridi ya ulimi wake. Na nia yangu nilikuwa niendelee kumkwida baada ya swala, nimfunge kwenye kiguzo cha msikiti, watu asubuhi waje wamuone, mpaka watoto wadogo, kwamba mwamba ndio huyo hapa, maloni mkubwa huyo. Sema isipokuwa nikakumbuka tu dua ya Nabiiullah Suleiman, kaona nimwache. Nabiiullah Suleiman aliomba nini? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ewe Allah, nipe ufalme ambao hautampasa yoyote baada yangu. Ufalme huo hata kuwa nao yoyote baada yangu. Na katika ufalme aliopewa, sakhara Allahu lahu aljinn, Allah alimsakhirishia majini, alikuwa anayatumia. Kwa hiyo Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akaona kuendelea kumshika mpaka kumfunga, kama na mimi nitakuwa nimeingilia sehemu kwenye ule ufalme wa Nabiiullah Suleiman, ambapo alimuomba Allah iwe ni maalum kwa ajili yake, akamwacha. Almuhimu tumeyasema haya kuonyesha kwamba kila unapokuwa karibu na khairi, shetani ndio anaongeza jitihada zaidi kwako. Imekuja katika hadithi anna shaytana yansibu kursiyahu ala alma thumma yab'athu sarayah. Shaytan, Iblis, yule mwenye Iblis anaweka kiti chake kule kwenye maji, alafu anatuma majeshi mashaitani, na yule ambaye atafanya kazi nzuri ndio anamweka karibu zaidi naye, na kazi nzuri kwake ni ile kazi mbaya kwenye dini.
Kwa hiyo kila mmoja analeta ripoti alichokifanya. Leo nimefanya hivi na hivi hivi na hivi. Shetani anambia hicho cha kawaida sana, mpaka anakuja mtu anamwambia Ibilisi, si unawajua wanandoa fulani, nimewashawishi mpaka wameachana. Anambia sasa wewe ndio mwamba, njoo kae karibu yangu hapa. Ndoa kwetu ni jambo la kheri, tena kheri kubwa sana. Shetani hapendi watu waishi kwa njia ya halali. Anapenda watu wazinizini tu, pawepo na watoto ambao nasaba zao hazieleweki. Kwa hiyo kila kwenye kheri anataka aingia haribu. Litambue hilo. Na anaweza akakuletea mashetani katika muonekano wa binadamu kama washauri. Labda umeamua kheri yako, mimi kila mwezi bili ya umeme Mtendeni nitailipa mimi. Shingapi? Labda tujalie 300,000 mathalan. Akaja mtu mmoja tu anaonekana mtu wa kheri, bana una habari? Kuna mwenzako analipa hiyo bili, wewe unapigwa. Shetani huyo kaja katika muonekano wa binadamu, wewe unapigwa. Basi siku 2-3 watu wanakuona umebadilika, wala hujathibitisha, kwa sababu aliyekwambia unamwamini sana amekufungia mlango wa kheri. Jamani, huyu shetani sio shetani huyu. Na kama unapigwa kweli, mimi nafikiri sehemu nzuri ya kupigwa ni msikitini. Kama itakuwa unapigwa kweli, au unataka upigiwe wapi? Kama kweli unapigwa, kwa mfano unapigwa sehemu nzuri, jamani, unapigiwa msikitini. Unataka ukapigiwe wapi? Hospitali, kanisani au wapi? Si unapigiwa msikitini. Wewe si umetoka kwa ajili ya Allah? Wale wanaopiga jahannamu ni ya kwao, madhambi ni ya kwao. Wewe tayari sadaka yako maktubun inda Allah, imeandikwa mbele ya Allah. Sasa wasiwasi wako ni nini? Mushkila wako uko wapi? Sadaka yako tayari imepita. Kama hawa wanaichezesha, wanaitumia kwa namna isiyokuwa ya sawa, ni wao. Lakini wewe kwa kutoa kwa nia njema hiyo tayari umeandikiwa na Allah azza wa jalla. Lakini huyu aliyekufuata, huyu ana ushetani, anataka kukuzuilia mlango wa kheri. Alafu hiyo 300,000 baada ya hapo inaenda wapi? Ndio ushamu asitoi. Basi angalau unaacha kutoa msikiti huu, unatoa msikiti huu, lakini hutoi, unabaki nayo mpaka hapo. Huoni kuwa amekufungia mlango wa kheri? Na inawezekana ukamwona mtu wa maana bana pale Mtendeni wanapiga, jamaa ndo kaja kunistua, anasema yes, mimi mwamba, story za mjini zote ninazo. Shetani huyo amekuja katika sura ya binadamu. fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. Miongoni mwa yale tunayojifunza hapa, al-aidul mustajiru aminun la yudam, anayetafuta kinga na anayemkimbilia Allah azza wa jalla, huyu yuko kwenye usalama. Shetani huyu Allah atamweka mbali naye. Allah katwambia tuombe kinga kwake, lakini ukiomba kinga kwa Allah, Allah anakupa hiyo kinga. innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Siku ya kwanza leo tunarefusha kidogo, lakini kuanzia kesho kutwa vumilieni, tutakuwa tunakwenda nusu saa hivi, dakika 35. Inawezekana leo zikawa zimepita hapo. Jamani, sinajua mmenimisi au hamjanimisi? Na mimi nimewamisi. Kwa hiyo acheni tuendelee kujimwaga watu tuliomisiana kwa ajili ya Allah. Tunamalizia. Allah anasema ukimuomba kinga kulinde na sheitan, Allah anasema innahu ash-shaytan laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. Sheitan hana mamlaka, hana wilaya, hana utawala, hana nguvu, hana hoja kwa wale waliomwamini Allah azza wa jalla, wa ala rabbihim yatawakkalun, na wakawa wanamtegemea Allah. Sheitan hana mamlaka nao. Na katika alama za imani kwenye muktadha huu ni kumuomba Allah akulinde na shari za sheitan. Na hata pale shetani aliposema nitawapoteza wanadamu wote, ikaja istithna, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako wateule, hao siwezi kuwafikia. Na Allah akamwambia Iblis alayhi la'natullahi ta'ala, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin. Waja wangu wa kweli
ibadi, waja wa Allah wale wanaofuata maagizo ya Allah, ikiwa ni pamoja na agizo hili, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Waja wangu hutakuwa na mamlaka nao na uwezo nao isipokuwa wale watakao kufuata katika wale waliopumbazika na kupotea. Kwa hiyo ukitafuta kinga kwa Allah azza wa jalla, umetafuta kinga kwenye ngome madhubuti. Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kusema, wa amurukum an tadhkuru Allah, na kuamrisheni mumtaji Allah. Fa inna mathala dhalika, mfano wa hili, mfano wa mtu anayemtaja Allah, kama mathali rajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'an, ni mfano wa mtu ambaye anakimbizwa na maadui kwa kasi sana, hata idha ata ala hisnin hasinin fa ahrasa nafsahu minhum, akafika sehemu kuna ngome madhubuti, akaingia pale akajifungia. Adui akija anashindwa kumshambulia kwa sababu yuko ndani ya ngome madhubuti. Qala alayhi salatu wasalam, kadhalika al-abdu, hivi ni mfano wa mja, la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah, hawezi kujikinga nafsi yake na shaytan isipokuwa kwa kumtaja Allah azza wa jalla. Fa idha qara'ta al-Qur'ana, hivyo basi unapotaka kusoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, jikinge kwa Allah kutokana na shari za shaytan aliyelaaniwa. Tunamalizia, maneno gani unatakiwa uyaseme ili yawe na maana ya hiyo kinga? Al-mashhur wal mukhtar inda al-jumhur, sigha iliyochaguliwa na jumhur bil ittifaq ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wanasema hii ndiyo ambayo imekuja wazi ndani ya Qur'ani, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Lakini kuna sigha nyingine, mfano katika zile ambazo pia zimethibiti, a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim. Dalili yake, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu huwas sami'ul 'alim, fasta'idh billahi innahu huwas sami'ul 'alim. Kwa hiyo nasema a'udhu billahi as-sami'il 'alimi minash shaitanir rajim, hiyo pia inafaa. Lakini kuna sigha nyingine pia wameeleza kuwa inafaa, imekuja kwenye hadithi, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sasa hizi zote zipo, lakini kama umezoea a'udhu billahi minash shaitanir rajim, baki hapo mpaka hizi nyingine pia uzizoee, yasije yakakutoka mbele ya watu ukaharibu. Ukisema hiyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim inatosha, na hii ndiyo al-mashhur, ndio inajulikana na watu wengi. Lakini unaweza ukatumia hizi sigha nyingine kati ya zile ambazo wanazuoni wanasema zimethibiti kwa dalili kadha wa kadha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Mawaidha ndani ya Qur'an kwa leo tutaishia hapa, tukutane majlisi ya kesho insha Allah taala, tuone ni aya gani ambayo itabeba mawaidha yetu kwa siku ya kesho. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khaira. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.